na ukatuketisha pamoja na pale mahali pa utukufu. Bwana Baba, kwa neema yako ya pekee umetujalia jioni ya leo tuko mahali hapa Bwana kwa ajili yako. Basi Bwana, jioni hii ya leo tunaomba neema yako ikatoshe kwa jinsi ya pekee na kwa jinsi ambavyo Bwana unakwenda kutuhudumia tunapokaa darasani, ili Bwana ukatufundishe. Na kwa utukufu wako Baba, tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba neema yako ikatoshe sasa tunapokaa kujifunza. Roho yako Mtakatifu ambaye ulimwachilia kama mwalimu wetu akasimame katika nafasi yake na kutufundisha, kutuelimisha na kutuhabarisha yatupasayo kuyajua katika sasa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth najiweka mikononi mwako mjoli wako, katumie kinywa changu kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, sifa na utukufu zikurudie wewe kwa utukufu wako Baba. Tunajiweka tukijitisha chini ya mkono wako usioshindwa na chini ya uongozi wako Roho Mtakatifu tunapokaa mbele zako sasa. Bwana ukatufundishe. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amen, kimshangilia Bwana. Haleluya. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunambariki Mungu kwa neema yake ya pekee ambayo tumekuwa nayo leo, ikiwa ni siku ya ibada. Tumeona neema ya Mungu ikiwa pamoja nasi. Naamini na wale ambao walishiriki ibada sehemu zingine pia wameiona neema ya Mungu katika ibada walizoshiriki. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya pekee na ya ajabu ambayo ametukalisha sasa ili tuweze kujifunza. Tutakaa darasani kidogo. Haleluya. Kwa ule muda ambao tutakaoweza kusimama hapa, tutajifunza ili tuweze kuondoka na kitu. Amina. Asubuhi nilisema kwamba nilipokuwa namuuliza Mungu nakuja kusema nini, huko Kibaigu akasema na utaka moyo, yaani mioyo ya watu wangu wa mahali pale. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu pia katika lile ambalo analokwenda kutufundisha ataenda kugusa maeneo ya mioyo yetu ili tuweze kuiachilia kwake sasa. Kwa sababu ndio tunafika mahali pa kuhitimisha. Ni vizuri tukajua tunahitimishaje. Lazima tuhitimishe na haja yake Bwana. Kama haja yake ilikuwa na utaka moyo, basi na tuhitimishe kwa kumpa mioyo yetu. Haleluya. Kwa hiyo kwa neema yake na itoshe basi tunapokaa kujifunza. Taenda polepole na Roho Mtakatifu anisaidia ili nisiende hivyo, bali niende kwa hatua kwa hatua, sababu kwenye kukaa darasani tunahitaji kuandika na kadhalika. Naomba nitoe rai kwa wale waumini wa kanisa hili, kwa sababu leo mmekuwa na mwanzo mpya. Jaribuni kuhakikisha kwamba mnapokuja kwenye ibada muna kitabu cha kuandika na kalamu ili muweze kuchukua kumbukumbu. Msije ibadani kama vile hata sokoni mnabeba pesa na kikapu cha kuweka chakula, si ndio? Kwa hiyo ibadani lazima tuwe na mahali pa kuhifadhi chakula ambacho tunajifunza, ili basi hata nikifika huko hicho ni chakula kitanisaidia baadaye, ama wakati wa utulivu wangu naweza kupita huko nikakutana na kitu ambacho kitanisaidia wakati huo ambao na wakati ulishapita. Kwa hiyo kuandika, hiyo ndio kanuni ya mwanafunzi. Na Yesu alitutuma tuje tukatengeneze wanafunzi. Hakututuma kuja kutengeneza watazamaji wa kuangalia sinema ama filamu inayoaktiwa madhabahuni. Alitutuma tuje tukatengeneze wanafunzi. Na kila mahali mtumishi wa Mungu anapofundisha, matamanio yake ni kila mwanafunzi awe na mahali pa kuandika. Sawa sawa na kule darasani kwa watoto huko shuleni kwa kawaida. Kwa hiyo nitatoa rai hiyo kwamba kwa sababu ndio mnaanza mwanzo mpya, basi mtanunua vitabu ili muwe na kalamu zenu. Mkija kanisani muhakikishe kwamba mnaandika. Hiyo ni kumbukumbu yako nzuri sana. Ni chakula itakuja kukusaidia baadaye. Amen. Na ni nzuri pia kuhifadhi kumbukumbu. Unajua unaweza ukasema kwamba nasikiliza, lakini shetani ana mbinu zake nyingi. Ukasikiliza alafu yeye akaja akaleta kitu chengine, kikaleta mtafaruku kwako na ukasahau kila kitu. Kwa hiyo ukajikuta kwamba hauna kitu. Kudhoofika kwetu, tunadhoofika kwa sababu kumbukumbu zetu zinashindwa kubeba yale ambayo tuliyapokea, ambayo wakati huo yanahitajika yatolewe, yatoke sasa yawe msaada. Lakini kwa sababu shetani amekuwa, hizo ni mbinu zake anazifanyaje? Anapotumia mbinu kama hizo, anajua kona gani anaenda kutushikilia. Kwa hiyo anapofika mahali ambapo anajua wewe uwezi kwenda, uwezi kufanya, uwezi yani huna neno hata la kusimamia mahali hapo, kwa sababu anajua alishalipeperusha. Ndio ile mfano Yesu alitoa kwenye Mathayo kwamba
mbegu zingine zilianguka kwenye njia, zingine zikaanguka kwenye mwamba, zingine zikaanguka hivyo kwenye miba, na zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri. Udongo mzuri ni ule ambao unahifadhi kumbukumbu. Sasa kwa akili zetu ni ngumu kuhifadhi kumbukumbu. Nitakueleza ni kwa sababu gani. Kanisa la Kristo lazima tukubali na tuweze kuelewa. Nilipokuja kuelewa hilo, nilitengeneza mazingira yangu yaweze kukaa vizuri. Kwa sababu niligundua kabisa kwamba nisipofanya hivyo nitapoteza kama nilivyokuwa naendelea kupoteza. Kwa nini nasema hivyo? Shetani ni mjanja. Tena ni mjanja sana, na anajua namna gani ya kuweza kutukamata. Wakati mimi ninapofundishwa, alafu anayajua yeye maisha yangu, anajua njia zangu, anajua kona anazoweza kunipata nazo, kwa sababu anazijua. Anatembea na mimi huko, anakutana na mimi huko. Anajua nikimfinya Helena mahali hapa hawezi kuinuka hapo, lazima nitamweka chini mpaka aje akainuke. Nishanyonya, nishapunguza kitu fulani hivyo, na kila hatua naenda nikidhoofika. Sasa leo tukiliangalia kanisa, tunaiona sura ambayo haifanani na kanisa inavyotakiwa kuonekana. Kwa sababu tangu shetani alianza kudhoofisha kanisa mpaka mahali kanisa limefika leo, kuinuka kanisa kuna kazi. Ndio maana unapohubiri ama unapofundisha neno la kweli kwa kanisa lijui tena kweli. Maana mahali liliondolewa ilikuwa ni kwa mtindo huo. Pole pole tu anapelekwa mbali, pole pole, na mwisho wa kwisha mahali aliko sasa haijui lugha ya kwao tena. Haelewi lugha ya kule inasema nini. Kwa hiyo sasa unapompelekea sasa lugha ya kule, anakushangaa wewe uliyepeleka ile lugha, kwa sababu haijui. Anajua lugha ya huko mahali ambapo aliko. Sasa hii ni hatari, na hii ni hatari ambayo inafanya kanisa linaangamia. Na udhoofu ulioko ndani ya kanisa unatokana na mambo haya, kwamba kanisa ili liweze kuinuka. Mimi sisemi kwamba shetani haji, yupo, anakuja na anatembelea mazingira yetu, lakini nini ya mazingira yangu nimeyawekaje ili anapokuja atakutana na nini? Hapo ndiyo mahali kanisa limeshindwa. Kanisa limekaa, alafu mwisho wa kwisha tumebaki tukiwa tunasema kwamba Mungu atafanya. Unaomba Mungu atafanya. Kuna vitu lazima tuelewe ya kwamba Mungu ana sehemu yake ya utendaji na mwanadamu ana sehemu yake ya utendaji. Na kamwe Mungu hawezi kuingia kwenye sehemu ya mwanadamu ya utendaji kuja kuifanyia kazi. Haiwezekani. Wakati Kornelio anapeleka sadaka zake kwa Mungu, halijua zinapokelewa, lakini kuna eneo ambalo lilimtaka yeye achukue hatua ya maisha yake. Na ikafika mahali Mungu akasema, sasa hii sadaka zinazidi huku. Ni mtu mwema ndio, lakini haziwezi kupokelewa hapa. Lazima aende akaambiwa ampasayo kufanya. Kwa hiyo ndio akaenda akaambiwa yale ampasayo kufanya. Na ndio ile connection Mungu sasa anatengeneza ili wewe ushughulikie ya kwako. Ndio maana Mungu alituma akamwambia peleka watu kule Yafa kwa Petro. Ndio kule Petro Mungu anamuonyesha maono. Ndio matokeo yake Petro anakuja sasa kuja kutimiza kile ambacho Kornelio alikuwa hawezi kukitimiza. Ili ndipo sasa Mungu aweze kutimiza kile ambacho ni cha upande wake. Sasa kuna mahali ambapo kanisa lazima tupokee ufahamu. Kanisa ni wajuzi wa maombi. Maombi pasipo ufahamu ni hewa. Naomba nikueleze, ni hewa. Maana maombi hayo ndio yanampa shetani nafasi ya kukukamata naye. Anakukamata, anatumia hayo kama rungu la kukupiga nalo tena wewe, kwa sababu unapokuwa unambonda. Lakini ukiwa na ufahamu kuhusu utendaji kazi anaotenda kazi Mungu, ndipo sasa Mungu hutoa maelekezo. Anaweza akakusaidia kwenda kwa njia hii, akakuzuia hapo usiende, akakuelekeza hiki na kile. Hapo ndipo tunapotakiwa kanisa kuweza kuwepo, kwa sababu shetani anavyofanya kazi sasa hivi ni mahali pa ajabu sana, ambapo kanisa bado tunatazamia shetani yule anayewafuata watu kwa zina. Shetani hayuko huko tena, alihamaga huko, alihama, na ni mambo ya zamani hayo kwake. Sasa hivi ana mambo mengine kabisa anayokamata nao wanadamu, na wanadamu ambao sasa kanisa liko huko kwenye kundi la wanadamu. Kanisa halina taarifa hii. Kwa hiyo ndio mahali tunaposema, hata mahali tunapofika kwenye wakati wa mwisho wa kupokea chapa, kanisa litapokea chapa, lakini halitajua kama limepokea chapa. Kwa nini litapokea chapa? Kwa sababu kulemewa na mizigo ndio kutamfanya kanisa apokee chapa, alafu atasema Mungu anajua. Mungu hajui kitu. Mungu ajui hicho unachofikiri yeye anajua. Mungu anajua kile ambacho alikiweka yeye ili kiweze kufuatwa, kiweze kusimamiwa, kiweze kutendewa kazi. Hicho ndicho anachokijua Mungu. Ukitoka nje ya hapo,
ukisema anajua, tunaangamizwa. Ndio maana nasema tunaangamizwa kwa sababu tumekosa nini? Maarifa. Shetani anatuangamiza kwa sababu tumekosa maarifa. Sasa Mungu anataka tupate ufahamu, ili katika ule ufahamu utusaidie sisi katika kuishi kwetu kwenye nyakati hizi ambazo tunazoishi nazo sasa hivi. Sasa hivi shetani sio kumwambia shindwa shetani. Sasa hivi ni wakati wa kutambua majira, alafu uweze kuelewa ni namna gani ya kuyaishi majira. Kama hujui tunaishi katika majira gani, utasema shindwa shetani na matokeo yako utaenda kwako. Bila kujua kwamba umeshaenda kwako, bila kujua kwamba ameshakukamata, utajikuta umeanguka kwenye mikono yake. Lakini Mungu anataka tujifunze ili tuweze kupokea ufahamu, maarifa na hekima yake itakao tuwezesha sisi kuweza kuyaishi maisha ya sasa. Maisha ya sasa yamekuwa advanced, yani yameenda mbali sana, kiasi ambacho kanisa linatakiwa liondoke mahali lilipo, liende mahali, yani lisogee pale, lakini kwa namna ya kimungu. Sasa kanisa kwa sababu halijapiga hatua, bado liko pale pale na yale mambo ambayo tuliyoyazoea. Ninasema na nyinyi yako na yanafanyika, na mtakuja kuyashuhudia kwa uhalisia huku. Maana kwenu Kibaigwa huku ama huku Tanzania niseme hayatafika haraka. Huku ni kijijini, wataanzia kule mjini ndio wanakutanaga na hayo, lakini huku yatafika, na siku yakifika mtakumbuka ninaosema. Sasa Mungu anataka tuweze kupokea ufahamu ambao utatuwezesha sisi kuweza kuishi katika kanuni zake. Tukiishi katika kanuni zake twaweza kufika katika hatima ya maisha yetu. Israeli walishindwa kufika kwenye nchi ya Kanaani kwa sababu kuna kitu walikiacha nyuma. Zile kanuni za Mungu alizowapatia mwanzo waliziacha. Wakafikiri wataenda, wakafikiri wakipiga makelele, wakimwambia Mungu sijui nini Mungu atawasikiliza. Ndio maana nikasema Mungu haelewi hivyo. Hayo ni ya kwako yanayotokana na tamaa yako wewe. Mungu ana kanuni zake. Alisema ninawaondoa huku, ninawapeleka kwenye nchi ya ahadi. Sasa kanuni za kutembea kufika kule ni hizi. Anaangalia hapo yeye. Nilipokuja kugundua hilo, nilikuja kuona kwamba Elena sina ujanja. Yani whether nataka ama sitaki, whether naelewa ama sielewi, yanipasa kugeuka. Ndio maamuzi yangu niliyafanyia hapo. Nikaona kwamba yanipasa nigeuke ili niweze kutembea kwenye njia, maana hakuna mahali nitaenda. Kwamba Mungu haelewi, yani ile huruma unayofikiri kwamba Mungu anayo, wakati mwingine unaweza kufikiri kwamba Mungu ni jambazi. Sio kwamba Mungu ni jambazi, bali Mungu ana kanuni. Na zile kanuni ndio anataka zifuatwe. Na kama hizo kanuni hatuwezi kuzifuata, ndio utamuona kwamba Mungu yani sio mwema, sijui nitasema sio, hana upendo, tafsiri yoyote ambaye mtu anaweza kumtafsiri Mungu, anaweza kumtafsiri. Lakini Mungu ana kanuni. Nimejifunza kwa Mungu, nimejifunza kumjua Mungu. Na tangu nilijifunza hivyo, nimeyaona maisha yangu yakiwa kwenye wepesi. Yani wepesi ambao sijawahi kukutana nao tangu nimezaliwa. Kwa sababu kwa hiyo tangu nikajifunza hicho, nikaanza kutengeneza mazingira ya namna gani nikae mbele zake Mungu. Kazi yangu ikawa ni hiyo. Nilipoanza kutembea kwa namna hiyo, wale watu wote wataabishaji wale walianza kukaa pembeni na mimi. Kwa sababu wakati mwingine kuna watu wanaokutaabisha, yaani marafiki na nini, wakati mwingine unaona kabisa rafiki mimi siwezi kufanya hivi, lakini kwa sababu ni rafiki yangu nitafanya. Inafika mahali unakuwa ndio, hapana. Yaani unafika mahali yale maneno Yesu alikuwa anasema kwenye Biblia yanageuka kuwa uhalisia wa maisha yako. Kwamba unafika mahali unasema hii hapana. Na kwa sababu ni hapana, kwa sababu kanuni ya Mungu inasema hivyo, inabakia kuwa hapana. Na darasani huwa anawafundisha na wakati wakiwa certificate, wale ndio walikuwa anawafundisha hilo, nikiwaambia lazima ufike mahali uvae miwani ya mbao. Miwani ya mbao ambayo utamtazama mtu kama vile humuoni, lakini unamuona. Lakini unafanya maamuzi magumu dhidi yake, ambayo wewe kama ulikuwa unamuonea hivi, sasa tafuta hiyo miwani uvae. Kwamba miwani hiyo itakupa wewe kusimama na kusema hapana, na ikabakia hapana. Na tokea wakati huo watu wakanifahamu hivyo. Kwa hiyo walianza kunifahamu, wakaanza kurekebika na wale wanaotembea zaidi sana, wakaanza kutengeneza njia zao. Sababu anajua kwamba ikifika mahali ikishasemekana ni hapana, ni kwa sababu mbinguni amesema hapana. Na mbinguni akishasema hapana, mimi siwezi kusema ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo ndio mahali kanisa linatakiwa litembee na ufahamu huo. Ukitembea na ufahamu huo, utafika mahali ndio unaanza kumpendeza Mungu. Ndio unaanza kutembea katika njia zake.
ndio naanza kuona anaanza kukuongoza kuambia hapa hapana, ili achana nalo, nenda hivi. Yaani unashangaa siwezi kueleza zaidi, lakini unashangaa. Mimi kuna vitu ambavyo sikutegemea kwamba Mungu anaweza kuhusika navyo, lakini nimemwona akihusika navyo kwenye maisha yangu. Mwisho wa kwisha ikafika mahali maisha yangu yote yakabaki kwake, na yalipobaki kwake sijui chochote, hata kinachokwenda kufanyika kesho mimi sikijui, ila yeye anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lile ambalo limeshakuja limebeba ugumu, nikiona limekuja katika ugumu nasema okay, mimi Bwana hili silijui, lakini kwa sababu wewe unajua na libaki kama lilivyo. Kwa hiyo linabaki kama lilivyo, alafu unashangaa nakuja naliyeyusha mwenyewe, analitengenezea njia. Sasa matokeo yake unashangaa ule ugumu ambao nilikuwa nakumbana nao katika mwendo wa utumishi, mwendo wa wokovu, mwendo wa maisha umeenda. Yaani naishi maisha marahisi. Nikisema marahisi, sina fedha, sina dhahabu, lakini nina maisha ya Yesu. Na hayo maisha ndio ambaye ametengeneza vitu hivyo vinakuwa located, vinaendeshwa na yeye, vinaletwa kwangu. Kuna mtu analombi nasema nini? Kwamba kunapohitajika kitu fulani, kwa sababu nilishaachilia hapo, kwa sababu ni kazi yake na ni jukumu lake katika uhitaji huo, anauleta, anafanya. Wakati nimeona hakuleta, najua hili lilikuwa sio lake, wala hakuna kitu kinanipa stress kwamba kuna hiki ilikuwa lazima kifanyike, kwa hiyo sasa tunafanyaje? Sasa jamani, tulikuwa tunafanya hivi, tunasema inatoka, tunasema sasa kwa nini nasema kila kitu tunajiseti. Za wakati mwingine mpaka ile siku ya mwisho kile ambacho kwa kinahitajika ndio kinakuja kupatikana. Kwa sababu gani? Moyo unakuwa umepumzika. Hapo ndo mahali moyo upumzikaga, unapumzika kwake. Na moyo ukipumzika pale kwake, si ndio raha sasa tunaipata? Pale aliposema jifunzeni kutoka kwangu, ni raha yangu ni nyepesi. Na mkijifunza kutoka kwangu, na ni raha yangu kwa sababu ni nyepesi, mtapata raha nafsini mwenu. Tunatafuta raha ya mwili. Raha tulizonazo tuliokoka ni za mwili. Kwa sababu nimepata pesa nina raha, nimepata mchumba nina raha. Hiyo sio raha. Raha ile inayopatikana ndani ya nafsi. Kwamba huyo mchumba amepatikana, kupatikana, mimi nina raha kwa sababu nina Yesu. Pesa imepatikana, hajapatikana, nina raha kwa sababu nina Yesu. Chochote kile ambacho kilikuwa kinabeba kwamba ndio uhitaji wangu, kimepatikana, kikupatikana, mimi sirisononeki. Nina Yesu ndani yangu, kwa hiyo mimi naishi. Kwa hiyo sasa maisha yangu ni yeye na yeye ndio mimi. Kwa hiyo tunatembea sasa. Hapo ndio tunazungumza habari ya kuambatana. Sasa tukishafika mahali hapo pa kuambatana, kelele nyingi zinakuwa zinapotea, kwa sababu anaishi kwa ndani yako, yeye kwangu na mimi kwake. Kwa hiyo mnanong'onezana, mnasemezana. Kumuita kwa mbali maana hayupo, ndio maana. Kwa hiyo unamtafuta huko aliko. Sasa ni wapi mliachana? Anasema nataka moyo wako. Amen. Moyo wako ili aweze sasa kukaa na wewe, alafu uweze kumsikia. Utamsikia na whisper. Yaani ananong'oneza, anakunong'oneza. Tumezoea kama mtu asimame aseme, "Sema Bwana maje." Ya sawa, anasemaga hivyo. Lakini kuna wakati anakunong'oneza kama ambaye sio yeye anasema. Kama ambaye sio yeye anasema. Tena kwa hali ambaye ni ya kupuuza, na hizo ni sauti ambazo tumeziacha mara nyingi sana kwa sababu ya kuelewa kwa namna fulani. Lakini Mungu ana namna yake na ana kitu anakitaka kutoka kwangu. Akisha kipata hicho, ana system yake. Ukishaijua system yake, maisha yanakuwa mepesi na unaanza kuishi kwa namna ambayo haina vurugu. Vurugu ya maisha inakoma. Sijui vurugu ya nani, sijui nani amefanya nini. Yaani siku utajua hilo, utaachana na wanadamu. Maana hakuna wakati nimekuja kutambua kwamba wanadamu ni wasumbufu kama baada nilivyokuja kuelewa. Mwanzoni kwa sababu nilikuwa napita huko, nakaa huko. Niliona ni maisha. Kwa hiyo niliona hayo ndio maisha. Kwamba mnaenda hivi mara mmezozana na huyu, mnaenda hivi mara huyu amekuumiza, mnaenda hivi mara umefanya. Mwisho wa kuisha nilipokuja kugundua kwamba hayo sio maisha, imebaki kusema kwamba kila mtu atembee kwa jinsi anavyojua yeye. Mimi nina mwendo wangu ambao huo mwendo natembea nao. Natembea na Bwana, niacheni nitembee naye. Wewe una haraka, nenda. Kwanza mimi sielewi unaelekea wapi. Kwa nini unanisukuma mimi niende na wewe? Nenda. Mimi nitabaki hapo nitatembea naye. Na nitakapobaki hapo nikitembea naye, nawaona wanakimbia, mwisho nawaona wanarudi tena. Wameenda wamebao. Unajua ukigonga pa ukirudi, unakutana na sisi tutetelea hapo tunakuja kulikuwa. Kuna mtu analomba anasema nini? Imekuaje? Ndio anainuka sasa pale. Ndio tunasema haya, inuka twende sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo ambavyo kanisa linatakiwa liweze kuishi. Sasa
ili niweze basi kuishi hivyo, kuna jinsi lazima nifahamu namna gani nitakavyoweza kutembea na huyu Mungu, huyu Yesu Kristo, namna gani nitaweza kutembea naye. Kanisa tumezoea msemo fulani ama jinsi fulani ya kuishi kwetu, kwamba sisi kama kanisa kwanza kabisa tuweze kuelewa ya kwamba wakati umefika wa kanisa la Kristo kuelewa misingi ya Mungu. Kanisa kwanza linatakiwa lifahamu kwamba huu ni wakati umefika, sio wa kutembea na wokovu wa kubahatisha, sio wa kutembea na wokovu leo uokota ambao hujui uokota wapi. Ni wakati wa kutembea na wokovu ulioaminishwa na neno. Neno la Kristo, Biblia inasema kwamba neno hilo limehakikishwa mara 7, limepitishwa kwenye kipimo na likahakikishwa. Mithali anasema sasa uthibitisho wa neno lake Mungu unatokana na kuhakikishwa kwa lile neno ambalo yeye ameliachia kwetu. Na nataka kusema na wewe neno hili, utakapoanza kuishi maisha ya namna hiyo, kuna hizi dhambi ndogo ndogo ambazo usingekuwa unazifanya, yani tusingekuwa tunazifanya kwa kweli, ni kwa sababu kuna mahali hatufahamu. Sasa kuna mahali ukifahamu, achana hayo makubwa utakuja kupambana nao baadaye, kwa sababu kuna kitu ambacho zile dhambi, hakuna dhambi kubwa wala ndogo, lakini ni kwa namna gani zimechukua nafasi ndani. Ndio sasa unakuta kuna ambaye imechukua nafasi kubwa. Sasa iliyochukua nafasi kubwa alafu nyingine ya juu ikaje ikachukua nafasi ndogo, ile kubwa haiwezi kutoka kama ile ndogo iko ndani. Kwa hiyo sasa kuna hizi ambazo tunasema sasa ni ndogo, sio kwa maana kwamba ni ndogo kwamba dhambi ni ndogo, lakini kwa jinsi ambavyo ule ukubwa wake, kama jinsi tunazungumzia habari ya kama ni wivu, ni kusengenya, hizi ni dhambi ambazo watu wanafanya kila siku waliookoka, lakini hawajui kama ni dhambi ambazo zinawapeleka jehanamu. Yaani wewe sengenya tu, maliza kusengenya ukafa, jehanamu ni ya kwako, hata kama ulitoka kuomba. Muangalie mwenzako kwa kijicho, ukimaliza kumwangalia ukakata roho, jehanamu ni ya kwako. Haijalishi ulitoka kuomba kwanza ndio kaingia hapa. Umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu na ukaanguka hapo, ukaondoka duniani, jehanamu ni ya kwako. Sasa hii ni namna ambayo kanisa imekuwa haifahamu. Kwa hiyo kanisa tukajihesabia haki, tukaambiwa kwamba kwa sababu tuliokoka kuna watu walipoteza wokovu wao miaka mingi sana imepita, na hata hivi ninavyozungumza hawana wokovu. Kuna wengine ambao bado wanatakiwa waongozwe sala ya toba, kwa sababu waliachana na Mungu muda mrefu sana kutokana na tabia ambazo zilikuwa zinajionyesha katika maisha yao, na kwa sababu hawakuwa wanajua, kwa sababu walifikiria tu kwamba nimeshaokoka, kwa hiyo kwa sababu nimeokoka kila kitu kinaenda sawa. Niko hapa kukuambia ya kwamba Mungu ana kanuni zake na misingi ambayo ameiweka kwa ajili ya kanisa kuweza kutembea huko. Misingi ameiweka ambayo ulimwengu unatakiwa kutembea huko, kwa maana yake ulimwengu uokolewe alafu utembee huko. Na wale ambao walishaokolewa ambaye ni kanisa, hiyo ndio barabara yao. Hatuna barabara nyingine. Sasa hizi barabara zingine za vichochoroni ambazo zinaonekana, alafu tunaonekana kwamba tumepita kwenye barabara hizo, alafu tukafikiri kwamba tunaenda kwa sababu niliweza kunena kwa lugha, kwa sababu nilisikia tu huko ndani kwangu kama vile kumekaa kwa namna fulani fulani kama roho Mungu. Mmesahau kwamba roho shetani anajifanya kama malaika wa nuru. Anapojifanya kama malaika wa nuru ndio anakuja kwa namna hiyo. Atakuletea nuru isiyo nuru, ambaye wewe utafikiri kwamba ni nuru. Atakuletea hali ya kujisikia ndani ya moyo wako kwamba uko sawa na salama, na kumbe hauko salama na sawa. Ndio kwa sababu ndio maana kuna watu kule kuzimu sahihi wanalia, hawakujua kwamba watashuka kule, na wamejikuta wako kule, na wanauliza kwa nini wameenda kule. Wakati walipokuwa wanatembea kwenye pembezoni ya barabara hiyo hawakuelewa, kwa sababu walifundishwa ulishaokoka. Kwa hiyo wakaishi anyhow, wakafanya kila kitu kama walivyofikiria. Wengine wakaishi kwenye zinaa, wengine wakaishi kwenye uongo, wengine wakaishi kwenye unafiki, wengine wakaishi kwenye yote hayo ni mambo ambayo ndio tunasema ni vile vitu ambavyo vimekaa kule ndani ya mtu, ambapo siku nikianguka na vitu hivyo viko ndani yangu, hakuna cha kusema nani wala hakuna cha kusema nini, hakuna cha kusema nimetoka kuomba. Tutabaki duniani tukisema jemadari ameenda, sijui nani komando ameenda, sijui mtumishi wa Mungu amemaliza kazi. Hajamaliza kazi huyo, maana ameondoka tu amejaa makorokoro tele ndani yake, kwa sababu kila ambacho alikuwa ametakiwa kuishi nacho hakuweza kukiishi. Kwa hiyo hakuna komando, anayemjua komando wake ni yeye Bwana.
Mimi naweza nikaonekana mbele za watu kwamba nafaa sana, na kila mtu akanipigia makofi kwamba mimi nafaa, lakini mbele za Mungu nikaonekana mimi ni sufuri na hakuna kitu ambacho nimefanya. Amna. Na vyote ambavyo tulifundishwa, sijui ni asubuhi, yes, tumefundishwa. Kwa hiyo neema ya Mungu iweze kututosha sisi kama kanisa, tujue misingi ya Mungu ili tuweze kuisimamia. Tukisimama katika msingi wake Mungu, ndipo sasa ile nyumba inaweza kujengeka. Msingi wake Mungu ndio unaojengwa kanisa la Kristo. Tukisema kanisa la Kristo tunalitambua kama umbo. Kanisa la Kristo sio kwamba ni mtu. Kanisa ni mtu. Kanisa sio ile jengo. Hapa ni mahali pa kusanyiko tu. Pamoja na kwamba panaitwa kanisa, lakini kanisa ni mtu. Mungu anamjua mtu kama kanisa. Na hatutaingia mbinguni kwa sababu tulikuwa na kanisa nzuri hili lenye tithe. Hakuna kitu kama hicho. Hatutaingia mbinguni kwa sababu tulikuwa na askofu mzuri na mchungaji mzuri. Nitaingia mbinguni kwa sababu niliishi kwenye kanuni zake Mungu. Mimi kama mtu. Kama mtu. Na kwa sababu hiyo sasa, hiyo inatutaka mimi sasa kuweza kujua zile kanuni ambazo inasema ni misingi yake Mungu, kwamba Mungu analijenga kanisa. Na alisema katika Mathayo kuanzia mstari 16, kuanzia mstari ule wa 16, 17, 18 mpaka 20, mpaka anakuja kusema kwamba ndawapa ufunguo. Alisema analijenga kanisa ambalo misingi ya kuzimu haiwezi kulishinda. Nani anaweza kunihakikishia hapa kanisa la Kristo leo limeshinda misingi ya kuzimu? Nani anaweza kunihakikishia? Alafu aseme nimeshinda kwa sababu gani? Sababu ukiangalia tunaona misingi ya kuzimu imeshinda kanisa. Na imeshinda kanisa sababu kanisa limeshindwa kukaa kwenye msingi yake Mungu. Na kwa sababu limeshindwa kukaa kwenye msingi wake Mungu, Shetani ndio amechukua nafasi. Naomba niseme kwamba kanisa tuna kazi ya kufanya. Mtu asikuliwaze una kazi ya kufanya. Nina kazi ya kufanya. Kwa sababu katika maisha ambayo tunaoishi, kila itwapo leo lazima nijue namna gani natembea na Mungu katika safari yangu ya kuelekea mbinguni. Na katika safari yani hiyo ndio inatakiwa ikae ndani yangu. Hivi vitu vingine tunahangaika navyo vitabaki hapa hapa. Hakuna dhambi kuvifanyia kazi, lakini visichukue nafasi ya Mungu ndani yako. Kwamba hakikisha kwamba Mungu anabaki kwenye nafasi yake. Na hivyo vichukue nafasi yake kwa sababu tuliumbiwa yani maisha ya kuishi, kufanya kazi na kadhalika ndio maisha yetu. Tuliwekwa hapa duniani, hiyo ndio itutunze na itusaidie katika hali ambayo tunaishi nazo. Na ni kwa sababu ya anguko. Kwa sababu mwanadamu alipewa dominion, alipewa umiliki, alipewa kutawala. Na sasa mwanadamu alipopoteza ile nafasi, kwa hiyo sasa tunaishi kwenye aina fulani ya maisha ambayo sio ya kwetu. Na kwa sababu hiyo sasa mimi sasa ndio yanipasa nishinde maisha haya. Nisipoweza kuyashinda maisha hayo yatanishinda mimi. Na maisha hayo yakisha nishinda mimi yataanza kuniendesha. Na yatakaponiendesha hayatanipeleka kule ninapotakiwa kwenda na Mungu, ila atanipeleka kule mahali ulimwengu unakoelekea. Yatanipeleka huko kwa sababu hayo yote yamebeba namna ya kiulimwengu. Sasa mimi natakiwa niyashinde hayo. Na katika kuyashinda lazima nijue misingi ya Mungu katika kuishi kwangu mimi kwenye wokovu. Misingi ya Mungu katika kuishi kwangu mimi kwenye wokovu. Wakati tunapokwenda mbinguni, nikiondoka hapa duniani, Mungu hanitambui. Darasani nimekuwa nawafundisha kwamba tutaingia kwenye mji ule kama umbo. Kama umbo, sio kama Helena, sio kama Joyce. Hapana. Ndio maana tunasema kwamba wokovu hauna kivyangu vyangu. Wokovu hauna kivyako vyako. Wokovu umejengwa kwenye msingi wake Mungu. Na kila mtu aliyeokoka anatakiwa awe kwenye msingi huo. Nje ya msingi huo sio wokovu. Huo sio wokovu. Huo wokovu ambao umejengwa na Mungu, kwa sababu hapo ndipo mahali ule uweza wake Mungu unapatikana na kutenda kazi yake juu ya kanisa. Sasa wakati sasa mimi yani kama umbo ndio hili, kichwa ni Kristo. Darasani nitawaelezea kidogo. Darasani tunafundisha kwamba kichwa ni Kristo, tunafahamu wote kwamba Kristo ni kichwa cha kanisa. Lakini shingo ni nani? Maana kanisa ni kiwiliwili ambacho kinaunganishwa na Kristo. Nani analiunganisha kanisa na Kristo Yesu? Ni Injili ya mitume. Paulo akasema siku ile Mungu atahukumu siri za wanadamu sawa sawa na Injili yangu.
kwa sababu walisimama katika misingi ya Mungu, wakaihubiri injili ya Kristo Yesu isiyochakachuliwa, wakatengeneza hii kitu inaitwa shingo. Shingo ikaunganishwa na kichwa, na shingo ikawa sasa huku chini imebaki inasubiri kuunganishwa na nini? Na kanisa. Kwa hiyo wakati mtu anapotembea katika misingi ya Mungu, anajiunganisha na ile injili ya mitume, anajiunganisha na namna mitume ambao waliishi. Ndio maana tunaona kwamba wakati mitume wakiwa wanafanya kazi yao, hakuna mtu alifungua dini ya Assemblies of kichwa, Assemblies of kitu gani, Assemblies of makorokoro gani. Hawakufungua hizo. Wote walitembea katika kanuni moja, lakini kila mmoja akitumikia wito wake, kile ambaye aliitwa kufanya. Sasa haya mambo mengine ndio hivyo vipande ambavyo shetani amevitengeneza, ambavyo anajua kwamba unapoungwa kwenye mwili huo, unapoungwa kwenye shingo hiyo shingo sio ya mitume, na haiwezi hata siku moja ikaunganishwa na kichwa. Ndio maana kanisa halimuelewi Kristo hata leo. Inawezekanaje mimi nimeunganishwa na Kristo? Kristo ndio kichwa na mimi nimeunganishwa naye. Alafu simuelewi Kristo mimi akisema. Sielewi injili yake. Nimeunganishwa wapi? Kuna mtu anaelewa Kiswahili? Wapi nimeunganishwa? Nimeshikanishwa na wapi? Nani ambaye ameshika hii shingo hapa? Ni nani? Hapa pana Paulo, hapa pana Yohana, hapa pana Petro, pana Yakobo, kuna Mathayo hapa. Wako wale ambao walisimama kwa ajili ya Kristo na hawakupenda maisha yao mpaka kifo kiliwakuta. Wakasimama kama mashahidi kwa ajili ya kusimamia msingi ya Mungu, wakasema tuko tayari kupoteza maisha yetu, lakini msingi wa Mungu usivurugike. Sika Mungu bila kuvurugika baadaye. Watu walipoanza kukompromise, walipoanza kuingia huko na kule, wakaanza kumsikiliza shetani, wakaondoka pale. Ndio leo tuna hizi shida zote.